Raundi tumesema Juma must go home and his team. Juma must go home and his team. Your Excellency, the President of Republic of Kenya. Popote ulipo tafadhali, hebu angalia dada zetu wanaofanya kazi pale Saudia. Hii jamaa anaitwa Juma itoke kule Saudia. Hajui kazi yake ni ipi, ashughulikie dada zetu. Must go home, back to the country. Asaidie, afanye kazi yake. Anacho dada zetu wanateseka, wanahangaika. You go home and his team. Hatutaki ujinga hapa. Jamaa wewe hutaki kusaidia wadada zetu. Your work, wakikupigia simu ni kumblock, unamwambia utashughulikiwa, ama usichukue simu unanyamanzia. Umefunga mwana wa Mary mwenye alikuwa amekusaidia wadada zetu. Sasa kazi yako ni ipi? Si utoke huku kuje Kenya. Wewe rais bana, huyu jamaa afanye nini? Kusimwa arudi Kenya afanye kazi kwingine hapa. Tumeona chuzi ng'ombe nyingine imeenda kule imeanza kutusu dada zetu watu umetolewa Koinange Street. Are you normal? Hii akili yako inafanya kazi? Mimi nasema hivi. Juma and his team wapange vitu zao, warudi Kenya, wapaki Kenya. Mtu anafaa kushughulikia Mkenya ako katika ile njia ya Saudia, ashughulikie Mkenya pale Saudia. So Juma, ukipata huu ujumbe, jua kwamba Wakenya tumekasirika na kazi ambayo unaifanya. Tumesikia stori zako, hii mambo na kublock wasichana wetu, utaki kuwasaidia, mambo na kushika watu ambao wanasaidia data zetu. Sijui wewe ulilipwa, sijui ulifanya nini, utaki kushughulika, na sijui mbona serikali imekuacha kule. We must protest from this side. Hapa sasa Kenya, we must, lazima kila siku mchana tunapiga nduru, tunahakikisha kwamba umetolewa kule Saudia. Hatukutaki. Hatutaki kusikia jina lake Juma ati pale nafanya embassy Saudi Arabia. Ebo kaondoke huko. Huyu jamaa aondolewe kule, aachie. Mtu anafaa kushughulikia watu wetu. Pepa hata Francis Atwoli peleka kule Saudia. Huyu mzee atasaidia dada zetu sana. Waacheni hizi panganga zingine hapa mnaokota sijui ni kutoka wapi. Bana, hao watu wameshindwa kazi. For so long, mwaka huu tumepokea fivo vingi sana kutoka Saudia. Dada zetu wanakufa, wanadhulumiwa, vijana wetu wanateswa. Hatutaki hivyo jamani. Mbona Saudia bana, mbona Saudia? Hamna bana, hamna. Huyu jamaa ako na tatizo. Huyu jamaa ni sumu huyu ni sumu huyu Juma ni sumu huyu jamaa. Sumu kabisa huyu jamaa, sumu. Ondoa yeye. Hii ni sumu bana. Imeangamiza wasichana wetu, hii ni sumu. Andolewe kule huyu jamaa bana, vipi? Kwani serikali mmelala nyinyi mnaangazia nini? Mnaangalia wapi? Jamaa ni sumu huyu bana, sumu. Jamani sumu, akaondolewe kule tafadhali. Atupatie heshima, atupatie amani, dada zetu wafanye kazi kwa amani. Waacheni na watu mwingine ameenda chuza anaanza kutusi sijui maraya. Haki shwari wa Kenya. Kwani jamaa, sitaki ni kutusi, lakini my brother, hizi hao watu mnatumanga kule Saudia akili zao haziko normal. Tumeni watu kama Francis Atwoli. Wacha waende huku waangalie wadada zetu wawaletee report. Wao wanaelewa, wana ujungu wa msazi. Wacheni na hizi ng'ombe zingine. Mimi nimeanza protest yangu hivi leo. Kuanzia leo tunaanza kuandamana tukisema kwamba Juma aondolewe kule Saudia, arudi Kenya, afanye ukulima, machani chai yapo, alime, apande mahindi, apande minazi. Awachaneni na kazi ya kukaa kule Saudia na kutesa dada zetu. Tumechoka bana, tumechoka kusikia fivo, tumechoka kusikia mateso, tumechoka kusikia watu wanapitia hali ngumu. Na nyinyi funga, serikali fungeni hiyo mianya ya HNZ ambazo ziko fake. Zinapeleka wasichana wetu kwenda kuhangaika. Yaani akifikisha msichana kule amemwachilia asonga asamelipo. Kwani mmelala nyinyi serikali hamuoni? Kama mimi mwananchi wa kawaida nishaona. Kwani nyinyi mbona hamuoni?
Mnafanya kazi ipi? Lazima tusimame na ukweli. Hatuogopi raundi hii, tumesema hatuogopi. Hatuogopi. Tumesema kwamba huyo jamaa anaitwa Juma na timu yake waondoke kule Saudia, wapange safari ya kurudi Kenya. Huu mwezi mpya wapaki warudi Kenya, mtume watu wengine wanafaa kushughulikia watu ambao wanaitwa wa Kenya pale Saudia. Tumechoka. Kila siku Saudia mateso, kila siku Saudia kifo, kila siku Saudia sijui nini. Mbona tusisikie baharini hata hakuna embassy ya Kenya huko, lakini tusikie kifo hata kimoja. Huu jamani sumu, nawaambia jamani sumu. Huu jamani sumu, aondolewe kule, aondolewe kabisa jamani sumu. Jamani sumu, aondolewe kule, ni sumu. Hatutaki, tumechoka. Tunakosa usingizi usiku kutolala sababu ya watoto wetu, sababu ya dada zetu, sababu ya marafiki zetu wako pale Saudia. Mtu anateseka, mara kifo, mara kazi, mara hakuna chakula, mara sijui simu amenyanganywa, mara sijui ni nini. Jamani wewe bana, wewe ni sumu Juma, wewe ni sumu wewe. Au shindi wewe ni sumu bana wewe, hata una damu ya utu. Tumeamua raundi kutoka Kenya lazima tunawahakisha. Kama serikali haioni, lazima tutatumia kila mbinu na namna serikali ione kwamba wewe ni sumu, tumetosheka na wewe, uondolewe kule, rudi nyumbani, ukatulie nyumbani. Yaani Mkenya mzima akili zako timamu, unatoka tu hivi unaproki mtoto wa wenyewe wakati kuna shida. Acha nini bwana hizo, tumechoka. Tumechoka, tumekuambia tumechoka. Tunawahakisha kutoka hapa Kenya sasa. Ingawa wadada zetu wamejaribu jinsi ambavyo wanaweza, tumeona serikali ishughulikie. Raundi tunataka kuhakikisha tujue kwamba the Ministry of Labor kazi yenu ni ipi? As the country immigration mnafanya kazi ipi? Mnafanya kazi ipi wakati unasikia wadada zetu wanateseka? Hata watu wa Saudi wakikuja hapa Kenya wanatreatiwa like queen and whatever and kings. As long as akona ngozi iko tofauti na shinda Muafrika. Sababu sasa si mweusi kama sisi. Mnamtreat vizuri, mpatia security. As well as these people, they don't respect us, they don't respect our ladies, they don't respect our religion, they don't respect our skin. Wanatuona kama wachapa kazi. Why should we do this? Mimi nina blame the embassy. I blame those people, those guys who are working at Saudi embassy. Tumechoka bana, tumechoka. Tunasema kila siku lazima tunawahakisha. Ifike rais mtukufu wa nchi yetu ya Kenya. Bwana Rais Uhuru. Hakikisha dada zetu wako salama. Pasi kama hakuna uhusiano mwema kati ya ndugu zetu wafanya kazi kule jamani. Fungeni safari za kuelekea kule na hizo kazi za kufanya kazi kule. Hao watu wanaweza safirisha baharini, wanaweza enda Qatar, wanaweza enda kwingine. Jordan, si lazima waende Saudia. Bana Fibi. Hapa na Yaani mtu akikwambia tu Saudia, ndio kwamba si watu wabaya, lakini kuna baadhi 90% ni wabaya, 10% ndio wazuri. Tumechoka kusikia hizo story bana, tumechoka. Wewe Juma, nimesema Juma must go home and his team. The slogan as from today, Juma must go home and his team. Kila mtu ambaye kupale Gulf, wewe kama ukupado hapa Kenya, ukatika nchi yote ile ya Afrika kama dunia, semeni Juma must go home and his team. The slogan, Juma must go home and his team. Rudia tena. Juma must go home and his team. Yes. Tumechoka bana. Tumechoka.